imekuja katika sahih Muslim katika kitabu al-Imara babu fadilati al-imam al-adil, kwa kuwa akizungumzia katika mlango huu akizungumzia fadhila za imamu mwadilifu, kiongozi mwadilifu. Akataja hadithi akasema hadathana Abu Bakr ibn Abi Shayba wa Zuhair ibn Harb wa ibn Numayr qalu hadathana Sufyan ibn Uyayna عن عمرو يعني بن دينار عن عمرو بن أوس عن عبد الله بن عمرو قال ابن نمير وأبو بكر يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث زهير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. alisema katika hadithi ya Zuhair, alisema mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, innal muqsitina ala manabir min nur, hakika watu waadilifu kama ni maraisi, maamiri, wafalme, hakika waadilifu mbele za Allah subhanahu wa ta'ala watakuwa katika membar za nur. Siku ya kiyama wakifufuliwa watu, wale viongozi walikuwa waadilifu na watu waadilifu kwa ujumla, Allah subhanahu wa ta'ala atawaweka juu katika mimbari za nur, an yamini arrahman azza wa jal, katika upande wa kuliani mwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akasema wakilta yadayhi yamin, na mikono yake miwili ni ya kuume. Wakilta yadayhi yamin, na mikono yake miwili ni ya kuume Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Allah amethibitisha kuwa yeye ana mikono, na mtume wake alayhi salatu wassalam akamthibitishia mikono. Ashahid katika aya hizi mbili ni kwamba tunaona ndani yake kuna kuithibitisha mikono miwili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kwamba mikono hiyo miwili ni mikono hakika laiqatani bijalalihi wa 'azamatihi, inayoendana na jalala yake na adhama yake subhanahu wa ta'ala. Laysata kayaday al-makhluq, mikono hiyo si sawa sawa na mikono ya kiumbe, kwa sababu laysa kamithlihi shay'un, hakuna kama mfano wake kitu chochote Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika aya hizo kuna rad juu ya yule ambaye ameikanusha mikono miwili kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Wa za'ama anna al-murada bil yadi al-qudratu aw an-ni'ma, na akadai kwamba makusudio ya mkono aliyotaja Allah subhanahu wa ta'ala ni uwezo au neema. Walitafsiri kwamba ile mikono aliyotaja Allah si mikono bali ni uwezo, au wakatafsiri kwamba ni neema, na taawili hii ni batil, bali ni kuifanyia tahrifu Qur'an, kitabu cha Allah tabaraka wa ta'ala, kwa sababu muradi wa mkono huu ni mkono wa dhati, ni mkono wa dhati ya Allah tabaraka wa ta'ala, kwa maana ni sifa miongoni mwa sifa za dhati yake Allah subhanahu wa ta'ala. La yadul qudrati wan ni'ma, si mkono wa qudra, uwezo na neema kama walivyosema wao. idh law kana almurad bil yadi alqudra kama yaqulun, singelikuwa kama ingelikuwa muradi wa mkono ni uwezo kama wanavyosema wao, la batala takhsisu adama bi khalqihi bihima, basi ile hikma ya kumhusisha Adam, kwa nini Adam ahusishwe na kuumbwa na mikono yake miwili Allah tabaraka wa taala, ikiwa yani mikono hii miwili inatafsirika kama uwezo. Adamu ndiye aliyeumbwa na uwezo peke yake, yani kwamba kipindi Allah anamuumba Adam, Allah ndipo alipokuwa na uwezo wa kuumba tu. Wengine alipowaumba hakuwa na uwezo, hakuwaumba kwa uwezo, sio?
Kwa hiyo kule kufanya takhsis ya kuumbwa kwa Adam kupitia mikono yake miwili Allah subhanahu wa ta'ala, uhusisho huu ungelibatilika. Fa inna jami'a al-makhluqat hatta iblis, kwa sababu viumbe vyote mpaka akiwemo Iblis, khuliqat biqudratihi, sote tumeumbwa kwa uwezo wake. Au mnasemaje? Tumeumbwa kwa uwezo wake Allah tabaraka wa taala. Fa ayyu maziyatin li Adam ala Iblis. Sasa tofauti ya ile heshima aliyokuwa nayo Adam kwa Iblis, ikiwa ni hivi, itakuwa wapi? Itakuwa wapi ikiwa kwamba sote tumeumbwa kwa kudura kama wanavyosema wao? Adam alayhi salatu wassalam ameumbwa kwa mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kudura inaingia kwa sababu Allah tayari alishakadiria kwamba atamuumba, na akatutofautisha sisi na Adam zile daraja kwake yeye kumuumba huyu Adam kwa mikono miwili, na sisi akatuumba kutokana na nani? Na Adam alayhi salatu wassalam. فكان لا يمكن لإبليس أن يقول وأنا خلقتني بيديك. فكان يمكن لإبليس أن يقول، ilikuwa inawezekana kwa Ibilisi kusema wa ana khalaqtani biyadayk, na mimi vile vile umeniumba kwa mikono yako miwili. Angelisema hivyo idha kana almurad biha alqudra. Vile vile ingelikuwa maksudio ya mkono ni qudra, ni uwezo, la wajaba an yakuna lillahi qudratani, ingeliwajibika kwa Allah kuwa na qudra mbili. Waqad ajma'a almuslimuna ala butlani dhalik, na waislamu sunnati wal jamaa salafan wa khalafan wamekubaliana juu ya ubatilifu wa kuwa Allah ana qudra mbili. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. naona tuishie hapa. Aya hizi zimekuwa na maelezo